Amesema hayo akiwa ofisini kwake wakati akitoa tathmini ya mkutano huo uliofanyika kwa wiki moja katika dayosisi hiyo iliyoko mkoani Arusha. Amesema kuwa kiini cha mkutano huo ni kuhakikisha kuwa Wakristo hawayumbishwi na imani potofu zilizopo katika ulimwengu wa sasa. Tunamshukuru Mungu sana kwa mkutano wa Meru Mission. Kiini hasa ninavyofikiri tulivyoanza ni kuhakikisha kwamba watu wanaotangatanga, kwa sababu tunao wengi siku hizi, kwenda huku kwenda kule, ni wengi hata kwenye dhehebu letu la Kiluteri. Kwa hiyo dhumuni lilikuwa kuwasimamisha wakae imara, wasimame katika neno, wakae katika neno na kumwangalia huyo ambaye ndiye neno. 75-80, hata ingeweza kuzidisha, lakini kwa kweli tumefanikiwa kikubwa. Hii ni kwa sababu tulikuwa na karatasi za tathmini. Hizi zilizorudi zote ziko chanya kwa watu waliobarikiwa na watu waliompokea Yesu na watu waliojua kwamba wanahitaji kusimama bila kubabaika. Aidha, amesema kuwa neno kuu la mkutano huo limezingatia hali halisi iliyoko katika ulimwengu wa sasa. Tathmini yake imekuwa nzuri, na neno lile lililochaguliwa, neno kuu la mission hiyo, lilikuwa kutoka Isaya mlango wa 55 mstari wa 6, linasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Na neno ile tulichagua makusudi kwa sababu ya watu Wakristo wetu tuliona wanahangaika, wanababaika, wanamtafuta Yesu, na Yesu hana rangi, Yesu ni yule yule. Ndio neno hili likawa linawahimiza kusimama, kwa sababu wanapatikana pale walipo. Nao baadhi ya wakuu wa majimbo wa dayosisi ya Meru, akiwemo mchungaji Franaeli Sanja na mchungaji Abel Kaya, wameeleza manufaa yaliyopatikana katika mkutano huo, huku mchungaji mlezi wa vijana sekondari na vyuo, mchungaji Exaudi Nko, akisema kuwa vijana wamekuwa na mwitikio mzuri katika mikutano hiyo. Watu waliombewa, walipata ushauri wa kichungaji, na wenye changamoto mbalimbali kwa kweli walipata namna na jinsi ya kutatua changamoto zao. Pekee tunaushukuru sana uongozi wa dayosisi yetu kupitia kamati ya misioni na uinjilisti ambayo iliandaa mkutano huo, na kwetu umekuwa ni mkutano wa baraka sana, na tunamsihi Mungu aendelee kutupa tena nafasi kwa wakati mwingine ili pia tuweze kuwa na mkutano huo wa Meru Mission. Kwa kweli tuliona jinsi ambavyo watu wana kiu ya kulisikia neno la Mungu, lakini mafundisho pia yaliyotolewa yalikuwa mafundisho mazuri, kwamba watu walihimizwa kumrudia Mungu na kuweza kujitoa kwa Mungu katika maisha yao. Ni jambo la kipekee sana. Huko nyuma haikuzoeleka kwamba wachungaji wanaweza kuhubiri mkutano wa injili au wainjilisti wa kawaida wa kanisa letu, lakini sasa mwamko ni mkubwa sana. 50% zaidi ya 50 walikuwa watumishi wa kanisa, kwa maana ya wachungaji na wainjilisti. Kwa hiyo tuna mafanikio makubwa pia kwa Wakristo, kwamba wametambua kwamba watumishi wao ni watu wa injili. Katika mkutano wetu wa Meru Mission tunamshukuru Mungu kwamba vijana walikuwa na mwitikio mkubwa mzuri ambao ulitutia moyo, na hii ni kwa sababu pia tulitanguliwa na mkutano wa vijana ambao nao uliibua hisia kubwa sana kwa vijana, na wakawa wana moyo ule wa kuja na kulisikiza neno la Mungu. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana kwamba vijana walikuwa na mwitikio mkubwa sana. Mkutano huo hufanyika kila baada ya mwaka mmoja katika dayosisi hiyo ya Meru. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.